Once again, nimekusalimia katika jina la Yesu. Na Mungu akubariki na akutendee miujiza. I welcome you in this platform. I'm Evangelist Martin Bo. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na ninamfurahia kwa sababu yake kuandika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ninamuinua. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumekuja mbele yako na nimenyenyekea. Mwenyezi Mungu, ongea ndani yangu kama ilivyo mapenzi yako. Yesu Kristo, Roho Mtakatifu, nena ukiwa ndani yangu, na ninabarikisha kila sikio ambalo linanisikia, nafsi yoyote ambayo Mwenyezi Mungu inasikia hii sauti, na ibariki. Na ninakuomba katika jina la Yesu Kristo, Yehova, uza huyu ambaye ameamua kunisikiliza katika hii video. Bless them, O Lord. Speak through me. Speak through me. I submit myself to you. And I cover each and every one ambaye anafungulia video na kusikia kama dakika 5. I cover them all with the blood of Jesus. And I cover myself with the blood of Jesus. Let your will be done. And be done in my life and in the life of these that are listening unto me this moment, oh Father. I bless them, I bless them. Thank you, Jesus. Take control in their house, take control in their life, take control in their whereabout, oh my Father. Whatever they do, bless them, oh Lord. We submit ourselves before you, King of Kings, because I know you are good, almighty you are, and you are worthy. Thank you, Jesus, for your salvation unto us. In Jesus' mighty name, nimeomba na kuamini. Amen. Mwenye kunisikiliza, nimerudi hii video ya siku ya leo ikiwa ya pili, kwa sababu ya mambo mawili matatu. Ninaonelea video ikizidi zaidi ya 30 ama 40 minutes, watu wana saa zingine wanaboeka. Mtu anaona pana, sitangojea. Na ndiposa na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. My brother, my sister, kuna wokovu. Nimeongea mawili matatu hapo mbeleni, lakini wacha niseme hii. Usipende kutorokea majaribu ama shida ambayo unapitia. There is no shortcut. Na nikisema hivi, na hakuna mistake kwa Mwenyezi Mungu. The moment hata unasikia nikisema season ya Mwenyezi Mungu imenipita, inakuwa ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu hiyo season ikupita. Maana there is no way atakwambia unapitia shinda hii ama unapita hii. Anakupita tu. Maana yeye he is the overall. Anafanya tu vile anataka. Anakupita tu. Ndiposa wakati utarudisha mawazo yako nyuma uone mahali umetoka, at least unaona ile kitu Mwenyezi Mungu amekutendea. Tusipende kuyatoroka majaribu na shida ambazo tunasipitia. Mwenyezi Mungu anatuelezea tumuombe nguvu tuweze kuzishinda. You know, tuweze kuwithstand whatever comes on our. Maana nikisema hii, mimi nimelelewa kwa nyumba ambayo babangu hakuwa ananipenda. Yenyewe huwa ninasema tulikuwa ma MP, babangu alikuwa MP. Nakubali ndio. Lakini sikia hii. Hata kama babangu alikuwa tajiri, nafikiri kiatu niliona wakati niliingia secondary. Ilikuwa mitindo hiyo. Na ujue tulikuwa tunapelekwa shuleni na gari. Tunapelekwa mpaka hapo nje ya gate. Tunaingia. Tunatembea tu miguu bila viatu. Niseme kama ni nyumbani, tulikuwa tunalala kitanda moja na my brother ambaye yako nyuma yangu. Kuna ile godoro ya gunia inawekagwa saiso ndani, ile saiso ndani. Alafu sasa ujue zile mkikojoa sana zinakuwa mzito, hata kuitoa nje ni ngumu. Sasa nafikiri ile godoro nakumbuka tukiwa tunalalia na my brother. Na juu tulikuwa tunakojoa kwa kitanda, ilikuwa imeoza pale katikati, tulikuwa tunazindilia tu maji. Tukikojoa leo tunafatu mpaka tulikuwa tunatafuta nyasi, tunaikata ile nyasi. Tunaitaka Kikuyu grass, alafu ikikauka tunakuja tunafinyilia pale. Sasa kazi yetu ilikuwa hiyo tu. Na tulikuwa tunalala hapo tu mpaka unaona kunatokea midudu. Na babangu alikuwa mkubwa tu, alikuwa na pesa. Na nikiangalia manguo tulikuwa tunaweka kwa carton.
carton, baba angekuja na carton ikiwa na vitu amenunua. Sasa ilikuwa mama anauliza, ni nani hana carton ya kuweka nguo zake? Na ni nguo zile 3 4. Unaweka pale, box ilikuwa carton. Tulilelewa hiyo maisha hata kama babangu alikuwa tajiri. Nafikiri kwa nini nasema haya? Maisha ambayo unayapitia yawe mazito, yawe ni chungu. At least, if though unaweza elewa vizuri, ni vizuri ufunguke mawazo. Ujue, the training of God ni part ya kupitia hizo mashida unaona unapitia. Maana, ninakumbuka hili jambo, isipokuwa watu wetu wananielezanga, wewe unaongeanga ukweli sana. Usiongee ukweli wote, ni sawa. Kama maishani mwangu nishai pewa poison na mtu, na ninaongea hii ili ni kuonyeshe mambo ambayo unayapitia kupitia watu wenu. Maybe ni mzazi, maybe ni brother yako, maybe ni your sister, maybe ni your uncle. Kuna wakati moja nikiwa tu nimeoa, nilikuwa nimetoka Nakuru kwa kina bibi yangu. Na nilipofika pale flyover nikafikiri niingie nyumbani. Nilishuka na nikaingia nyumbani, na nikapata babangu alikuwa amechinja mbuzi. Na katika ile hali ya kusherekea, maana alikuwa amechinja, kulikuwa na uncle ambaye alikuwa amekuja. Kwa nini ninaongea hii mambo? Wale watu mmezaliwa na wao, usifikirie ni wazuri sana na wewe. Na sijui kwa nini unakaa kila saa unalilia Mwenyezi Mungu. Siwasha tu tusikizane na brother na sister zangu. It is next to impossible. It is next. Hata wale wameokoka kama wewe, ni wachache sana mtaenda basi moja. Maana mmoja tu abarikiwe. Kuna ile wifu, sijui inatoka wapi. Wifu. Ukiangalia Joseph na brother zake, unataka kuniambia ni mapenzi ilikuwa kwa wakati Joseph anashukuriwa na brother zake wanamweka kwanza, walikuwa wamemuingiza mahali, wakaona hapana, tumtoe hapa tumuuze. They had that jealousy. Na ujue Joseph ndiye alikuwa mdogo, wao walikuwa wakubwa. Juu tu alikuwa anapendwa na baba, hiyo kutompenda, tumshukue, wakamrusha mahali, wakaona hapana, tumvute katika hii shimo, tumuuze. Na wakashika kabuzi, wakatoa yeye nguo, wakapaka ile damu, na wakashika Joseph wakamuuza kama slave. A number of you, na sio a number, a great. Sijui kwa nini mnaona ni lazima muelewana na ndugu zenu. Leo hii tuko kotini zaidi ya miaka 9. Na yule ambaye ametuweka kotini ni yule sister ambaye tumezaliwa na brother yangu ambaye tumetoka tumbo moja. Wametuweka kotini miaka 9 kwa kesi ya shamba, ambayo ile kitu wanapigania haijafika eka 7, ni kitu eka 5. Na nikihesabu eka 5 ni milioni kama 10. Sasa kesi hii ilipoanza, nilijaribu kushawishi huyu ndugu yangu, nikamwambia, ninaongea hivi kwa sababu ya mambo ambayo yako ndani yetu, tunaona kama itakuwa vile tunataka. Haitakuwa. There is no way your brother atakuja kuwa anakupenda fully 90%, maybe 1 among 1000. Sijui hii jambo huwa linatoka wapi. Huyu brother nikamwambia, pana, ngoja nikupee zangu eka 3, uache kutupeleka kotini. Alinijibu, hiyo mali unataka kunipea sio yako, ni ya daddy, na nitajikua kutoka kotini. That is inhuman being. Sikia hii. Nilipoingia nyumbani, nilipewa chakula ya kukula. Na mwenye kunipea chakula, juu kulikuwa kumechinjwa, alinipea chakula na akapea sister yangu mwingine hapo, na akapea huyo aniko ambaye alikuwa amekuja kutembea. Akatupea chakula tukiwa 3. In fact, daddy aliuliza, tuingie hapo kitchen, maana mama alikufa samani. Uingie hapo
uweke chakula halafu kule tumechinja. My sister aliruka akasema no, nitawasafu, wakiwa na my brother mmoja. Alipoingia kitchen, alituletea nyama, sijui ilikuwa na chapo, sijui na nini, yeye alituletea na kitu ingine. Lakini sikia hii, baada ya kukula hizo chakula, ilikuwa kitu saa 9 hapo. Ikanibidi baada ya kumaliza, juu nilikuwa nimetoka kwa kina bibi yangu ushago Nakuru. Sasa nilikuwa ninarudi Nairobi, nikafikiri nitokee flyover ni salimu mzee nikuje Nairobi. Sasa baada ya kutokea, nimepewa chakula na my sister. Baada ya kutoka nyumbani, nikatokea flyover, nikachukua gari. In fact, kitambo nifike Kagemi, tumbo yangu ilikuwa imeharibika kabisa. Kufika town Nairobi, nilikaa kama 1 hour within the city center kabla sijaingia magari ya kukuja kwetu Kayole. Maana nilikuwa ninahara within the next 10 minutes niingie show ni hare. Sasa ikanibidi niingie dukani town nikanunua zile dawa za anti-poison. Juu nilielezea mwenye chemist, mimi nimekula kitu kingine nyumbani, sijui ni nyama ya mbuzi inasababisha ni hare. Sijui nimehara, tumbo inanisumbua. Sasa nilipewa dawa na ilinibidi nikunywe overdose. Kama silikuwa nikunywe bili, akanipea kitu 3. Na akaniambia you wait for kitu kama 1 hour ama 30 minutes, hiyo dawa hiyo imefanya kazi. Sasa ilinibidi nikae Nairobi kabla sijaingia gari za kukuja Nairobi Kayole, maana nilikuwa na hara. Sasa sikia hii, nikafikiri labda tumbo yangu ndio ilikuwa na shida. Hakukuwa shida. Niliingia gari baada ya 1 hour. Na kitambo nifike kwetu Kayole, juu ninapenda kukaa kiti ya mbele ya gari. Already nilikuwa nimeelezea dereva yule tulikuwa naye nikiingia pale UTC. Mimi nimeharibikiwa na tumbo. Sasa nikikwambia nisimame tu nitoke kando nijisaidie, unisaidie tu. Hiyo gari ilisimama nafikiri safari 3 kabla hatujafika Kayole. Ninatoka tu na maana imenishika na nikuhara, hakuna kitu nitafanya. Ninaruka tu kando ya barabara, watu wamejaa kwa matatu. Yenyewe ni usiku. Na unajua sasa ukiwa katika hiyo hali, hata wale wako kwa gari hawezi waangalia juu anajua ni ugonjwa. Nilikuja namna hiyo. Na finally nililala vibaya na asubuhi nikaenda hospitali. Hear this. Yule anko tulipewa chakula na yeye, na huyo sister yangu mwingine ambaye tulikula chakula na yeye, wote walienda hospitali usiku huo saa 8 wakiwa ni kama hali mahututi. Mwenye kutupea chakula ni sister yangu. Na leo hii ninaongea na wewe saa hii, ninakuelezea hivyo, let it be testimony. Na maana watu wetu wanasema wewe unapenda kuongea sana. Ngoja tu niongee, maana ni vile iko. Huyo sister ndiye ametuweka kotini 10 years. 9 years tunaelekea miaka 10. Na ile kitu ambaye anatuweka kotini ni hii. Babangu alituambia, mkiweka huyu katikati yenu, hamtafaulu, mtakuwa na shida mingi sana. Baba akaamua tuwe successor ama wale watu ambao watasimamia mali yake ili succession iishe ni mimi na brother zangu wengine. Wakati baba tulimzika, ikawa lazima kuwe na vote tushaguane tena. Mimi nikatolewa, huyo sister yangu akawekwa, na brother wawili wakashikana. Without their information, maneno ya mzee ama maneno ya baba yako yanakuwaga na uzito. Tuheshimu hiyo. Na wazazi, msiprovoke watoto. Maana hata na wao wako na sehemu katika Mungu. Huyo sister ambaye alinipea chakula siku hiyo, yeye ndiye ametuweka kotini mpaka siku ya leo. Nikiwaambia muache kubebana na watu wenu, mfuate Yesu, ninajua maana yake. Angalia Lot na brother yake. Lot kujipenda, anaangalia mahali kumenona na kuzuri, anasema ninataka hivi. Huku hakuwachagua hivyo ati juu alikuwa anapenda brother yake. Alikuwa anachagua upande mzuri ili brother yake aende na kule sehemu mbaya. Sijui kama hii kitu itaisha. Jacob and Esau. Sisemi Jacob ndiye alikuwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ndio, God loved Jacob and hated Esau for no reason. Lakini angalia Jacob, mpaka kwa kuzaliwa anashika, maana Esau ndiye alitoka kwanza, anamshika kisigino. Usiende mbele yangu. This is like that. Huyo ambaye ametuweka kotini mpaka siku ya leo. Ninaongea kuhusu watu ambao mnataka kuweka on board na hawapendi, ni vile tu wako na shinda. Ukiwa hauko, huyo mtu anakuongea vibaya.
Nawe shida yako, umeendelea, unazidi tu kuwafuta wakusaidie. Sikia hii. Huyo sister yangu tu, saa hii akiniita, sikudanganyi, anipigie simu aniambie ninataka tukutane mahali fulani tukunywe chai. Siwezi enda. Na sio kupenda. Nikamsamehe na maisha tukawa tunaendelea namna hiyo. Nasikia hii. Juu kuna wakati mmoja alishauriwa na moja akiwa mtu mkubwa, akapewa kasi fulani tu. Na sisi sote tukajua familia ya mtu fulani tumekuwa watu sasa tutapata kasi. Ulikuwa unamkaribia mahali anakaa anafinya button ya gari hivi kioo inajifunga. Saa hiyo hata hawezi ongea na wewe. Ukimpata tu, ninakumbuka wakati mmoja nilimpata mahali Kenyatta Avenue na nikajua huyu ni my sister, gari ndio hii. Kwenda tu Kenyatta Avenue nilikuwa naenda kumkaribia ili sijui inaitwa IDM something like that. Hapo tu Kenyatta Avenue. Nikajua ako kwa jamu na niko hapa. Ngoja nimuongeleshe. In fact alifinya button nikikuja nikiwa tumeangaliana. Akafinya button ya gari ya kioo ikajifunga akiwa na dereva. Leo hii kama kuna mtu ambaye anaweza kukupea kitu nikufe ni huyo. Na sio ati ninamdharau, ninaongea ile kitu iko. Sikia hii. Mwashe, Mwenyezi Mungu ananisaidia. Washeni kubebana na hawa watu wenu mnaona kama wanawapenda. If someone you feel in your heart, mtu fulani sielewi, wachana naye. Wakati mwingine hapa nikiwa tu hapa Nairobi, huyo tumezaliwa pamoja akaniita. Akaniambia hebu kuja, nataka tuongee kitu fulani town. Na mimi ni mzuri wa kusamehe na kutoona asifu hakuna jambo kubwa. Si nikakubali nikaenda tu. Nilipoenda kwa ile hoteli, ni hoteli hizi kubwa, moja tu. Alikuwa already yeye amefika. Mimi ndiye nilikuja nikiwa nimechelewa. Nikampata kwa hoteli hiyo. Juu ni hoteli kubwa, ni hizi hoteli za bei, haina watu wengi maana ni classic. Nikampata ameketi mahali. Mimi in fact hakukuwa na customer wengi kwa hiyo hoteli. Nikaingia tukaketi, akaniambia ndongo, nimekuita tukaongea. Kaniambia itisha ile kitu unataka. Si nikaitisha chai na ninapenda mambo cake. Nikaambia mwenye counter ama mwenye kutuuzia waiter niuzie mambo cake ile kama ile ninaona. Without my information. My sister alikuwa ameitisha hiyo mambo cake ikiwa kubwa. Halo, kama inchi 8 hivi urefu, kubwa. Alafu akaikatanisha mara mbili. Akabaki na moja kwa meza hapa, ingine akapatia huyo waiter akamwambia arudishe kwa counter pale. Sasa wakati juu my sister na yeye anajua ninapenda hiyo. Nilipoitisha chai na nikaitisha mambo cake. Yule alikuwa ameelezewa na huyu bila without my information. Akikuja akikuitisha mambo cake umletee hiyo. Hear this. Nilipoitisha chai na nikaletewa mambo cake nikaona ni kiasi mzuri, ni kitu 200, nikakuzuri kama maana kako na kama inchi 4 hivi square. It is worth to be like that, maana inakatango hivyo. Nikaletewa na nikakula. Hatukuongea maneno ambayo yako na maana. Nao kutoka hapo ilikuwa kitu kama saa 8 hivi. Unajua kutoka tu hapo within the next 1 hour nilikuwa mgonjwa. Sasa ilinibidi niingie hospitali na nielezee daktari anipime nijue ni nini, niangaliwe ni nini. Baada ya kupimwa sijui nini na hivi na hara, nikaambiwa ni food poisoning. Sasa nikaona nimetoka asubuhi nyumbani, nimekunywa chai kwangu na tumeashana na bibi amenipea mkate hapo. Sasa juu nilikuwa naenda kupatana na yule alafu niende kazi. Hakuna kitu kingine nilikuwa nimekula. Mimi sina hiyo mazoea ya kukula kwa hoteli hofio. Si tumbo yangu haijihua hainiruhusu. Sasa wakati ile kitu nimekula ni hii na ni my sister. Ndio nilikuja kustukia. Nilimuuliza baadaye baada ya kukaa siku kadhaa. Nilipenda kujua vile alikuwa amefanya kwa hiyo hoteli. Kumbe yeye alikuwa amepewa keki ikiwa kubwa, akakata, sijui aliweka nini kwa keki yangu. Nilipokuja kuikula, already ilikuwa ameirudisha kwa counter na ilikuwa already ameweka sijui nini. Sasa nikaa na shida. Sasa nikaona hii is a bit tricky. Na huyu ni mtu ambaye ninampenda. Leo ndiye ametuweka kotini miaka 9. Mara 2 nimejaribu nimekunywa poison ni yeye amenipea na tumezaliwa tumbo moja. Brother and sister. Washeni kubeba watu wenu sana. Na hii inafika kiwango. Wewe mzee unakosana na bibi yako kwa sababu ya sisters and brothers. Na sio ati wanakutakia vizuri. In fact ni vile
wanaona juu wewe ni brother hawezi seduce wewe uwe bibi yao ama uwe bwana. Wengine wanaweza fika hiyo kiwango. Ukiwaona tu akikuangalia. Mtu shikana na bibi yako na muelewane. Na muombe ndoa yenu isimame vizuri. Wachaneni na kushikana. Saa hii ninaongea na wewe. Babangu alikufa hapa juzi. Ni miaka yeye imeenda. Lakini miaka ambayo ninamjua, sijai ona dadi amefunga gari yake hivi milango. Anaenda kutembelea dada zake. Na wako, sio ati wengi wako hai wa sister zake. Sijai ona akiwa amefunga gari mlango anaenda kuwatembelea. Na nikisema kudharauliwa, I know the meaning. Sijui kwa nini mnaona mambo makiwa makubwa. Ngoja niwaambie hii. Na ni ushuhuda ninatoa, na ninajua huu hautafurahisha brothers and sisters zangu. Babangu aligojeka ugonjwa ambao ulikuwa unasababisha atoke vidoda kwa mwili. Nikisema hivyo utafikiri ni ugonjwa gani ambao ukifika juu huko, hiyo mnaitaga stage, sijui stage 4. Sometimes mtu huwa anatokwa na vidoda kwa mwili ambazo haziponi. Siku moja mara mbili tofauti akawa ananiita nyumbani. Ananiita hapa Nairobi. Hey Dongo, nataka kukuona. Ninakimbia. Na wana wengine wako nyumbani, ninawapata baba yako amekaa, ninafika. Anatuita wale wako nyumbani. Hebu kujeni tuongee kidogo. Sasa mzee akiwa ameketi pale kwa kitanda, ameketi tu kwa kitanda, anachukua mafuta ya Vaseline. Ananiambia, wengine tuko hapa. Na hiyo kitu ninaongea, siongei ati kwa sababu I hate my brothers and sisters. But ninataka kukuonyesha kiwango, kama ni kudharauliwa na Mwenyezi Mungu anakutaka, lazima udharauliwe no matter what. Na sijui kwa nini Mwenyezi Mungu anaruhusu, maana ni mapenzi yake. Wale watu wengi ambao wanakuanga watu wa kutumikia Mwenyezi Mungu in a very mighty way. Unajua, when I speak about mighty, ninamaanisha kumshukua Kristo aliye ndani yangu na kumuinua katikati ya watu, na yeye anafanya great works katikati ya watu. So mightily, ukiashiria uwezo wa Mwenyezi Mungu ulio ndani yako without hypocrisy, Kristo anasababisha mambo makubwa kubadilika duniani. Sasa hapa mzee ameniita, ameketi kwa kitanda hapa, amevaa kinyasa ndio, lakini amejaa vidoda sehemu wewe tofauti. Unaona hako na tu vidoda. Alafu anasema, "Patieni Dongo mafuta ndiye ninapenda, ninataka anipake hii mafuta." Sasa kati ya wote tumekuwa sio sote, wale wako nyumbani. Anatuita tu tunaongea hapo. Ananiambia nipake mafuta mwili yote. Sasa nachukua Vaseline ninajipaka kwa mkono, alafu ninampaka mwili yote. Fikiri ni ugonjwa gani alikuwa amegojeka. Ninampaka mwili yote, alafu ananiambia ni sawa. Aliniita hivyo mara mbili. Nataka nikuonyeshe mahali Mungu anakutoa na mahali anakuelekeza. Kama ni Mungu amesema kikombe ukunywe, there is no way kitaondoka kabla hujakunywa. Alifanya hivyo occasion tofauti mbili in different months. Nikaona ni sawa. Siku moja, na hapa ndio ushungu niliusikia huko, nikaona this is a bit serious. Sasa nikaamua hata akiniita sitaki kwenda. Na brothers and sisters, siongei hivi ati kwa sababu ninawadharau. Mkitaka kumfuata Kristo, mumfuate, na sitaki kurudia. Mtabarikiwa. Kuna siku moja niliitwa na dadi asubuhi na mapema, akanipigia simu tu kama saa 3 ya usiku, akaniambia, "Wewe kesho kuja, nataka kukuona." Hii ushuhuda nataka kuutoa. Kuna wakati moja nilifikiri ni utoe, nikakatazwa wakati huo, lakini leo ninataka niuongee. Ili ujue uzito wa mtu ambaye hakupendi, akiwa mzazi ama ndugu, brother ama sister ama uncle. They can do anything. Akaniita nikaenda nyumbani. Nilipofika juu nilikuwa natoka mapema saa 1 ninakuwa nimefika huku. Juu kuna magari inatoka hapa saa 11 inaenda huku. Nikaenda mpaka kwa gate, nikafunguliwa, nikaingia. Nilipata already ameamuka, lakini amepose hata hapa kutu kwa kitanda. Hii hata my brothers and sisters juu sijaielezea hao. In fact, labda kama nimeongea ni bibi yangu nilielezea. Na watu kadhaa ambao tunaigiana mambo sana tukiongea, marafiki. Nilipoingia kulikuwa na chai na thermos hapo. Thermos kidogo ka kitu kama glasi mbili. Ka green. Alafu kulikuwa na pancake moja. Pancake imepikwa vizuri. Alikuwa anapikiwa na auntie. Imekatwa mara 4, imewekelewa na pilipili.
Sasa aliponiambia kunywa hiyo chai, ilikuwa warm, haikuwa hot. Nikaweka kwa hiyo kikombe ya thermos. Alafu akaniambia na hiyo tumikate iko hapo kula. Nilishukua chai na nikaonja sawa. Tupanicake tulipokuwa tumefunikwa mahali na kasahani ingine juu. Tumewekwa tumefunikwa. Nikashukua piece mbili na nikule. Lakini kuna kitu moja. Mimi pancake kama chapo ukinipea, iwe haijakatakatwa, iwe ni ile ati ni moja umenipea umeikuja. Hata kwa hoteli nikipewa ikiwa inakujwa vile inadungwa hivi na uma, huwa natoanisha niangalie kama imeungua, nisikule hiyo kuugua juu sometimes inaniletea gasi mingi kwa mwili. I decided kufungua ile mkate ikiwa piece mbili niangalie kama imeungua. Do you know ile kitu ilikuwa hapo? Ile uzaa ambayo inatoka kwa hizi vidoda ilikuwa mpaka chini ya masikio huku. Imepakapakwa kwa hii kapisi ya mkate. Inakaa mavitu ya red kama jemu ama tomato. Nikaangalia vizuri. Na nikamwangalia. Najua alikuwa sasa hapo, alikuwa amelala anaota jua hapo karibu na, nilikuwa tu karibu na dirisha, amekuwa tu amejiwekelea kwa kitanda, lakini ameangalia upande mwingine. Sasa nikiwa nimeketi hapa kwa stool tu na kuna mesa hapa, nikafikiri niangalie. Nikapata hii pancake piece mbili. In fact nilikuwa ninaangalia nitoe nione kama imeungua, nitoe tule tugosi nitupe. Nilipoangalia hivi nikapata iko na vitu inakaa kama reddish, inakaa wet. Na nikaangalia hii ingine, nilifungua tu nikaangalia, alafu nikanusa. Mimi nakuaga mzuri sana na sensitive. Nikanusa hivi. Nilisikia vibaya na nikaifunga pole. In fact niliiweka kwa mfuko ikiwa namna hiyo. Nikachukua hiyo ingine. Na kuangalia nikapata iko namna ile. Nikaweka kwa hii mfuko. Nilikuwa na suti, ninapenda sana kuvaa suti. Niliweka kwa mfuko. Sasa na nikakaa hapo asifu hakuna kitu imeendelea. Na juu yeye anangojea nikule ya ili tuongee. Nikakunywa tu chai kiposposi. Sijui kama chai, sidhani kama ilikuwa na hiyo shida. Nikakunywa tu chai kiposposi. Kama 15 minutes hivi nikiwa hapo tu. Yeye ameangalia huko anangojea nimalize. Sasa nilimaliza hiyo chai na akajua. Sasa alipima akajua already nimemaliza. Na nikawa ndio nimemaliza chai. Sasa akageuka kama asifu alikuwa amelala, ameamka. Tukaanza story na already akajua nimekula hiyo kitu. Na nilikwambia kuna ugonjwa ambao ikiwa climax ama ikiwa stage 4 huwa inatoka vidoda. Unaona kwa tu joint, unaona kama kuna vidoda, unajikuna inatoka. Sasa nilisikia vibaya. Nasikia hiyo haikuwa mara yangu ya kwanza kukunywa hiyo chai. Kuna dereni hapo alikuwa ameniita. Lakini mimi nilikuja nikakula tu. Sikuangalia, you know, I don't think kama nafikiri kama umepewa kitu na dadi huwezi fikiria mambo mengine. Lakini sijui what. Nilifikiria hiyo siku niangalie. Nilikuwa naangalia kama imeungua. Sasa hiyo nikaona hiyo nilikuwa nimepewa hapo bereni kama mara moja bereni hapo. Maybe ilikuwa na hii mambo. Sasa nikaangalia hii kumpaka mafuta kila ananiita. Na brothers and sisters wanaweza itinezi. Lakini sipendi kuongea sana, lakini sometimes ninasikia uchungu. Wachaneni na watu wenu, brothers and sisters. Kama Mungu amekubariki umeendelea, where necessary assist. But don't expose yourself to someone you think he loves you or she loves you. Some are not good. Some are not good. Kwa nini naongea hii mauchungu yote? Ni mambo ambayo tunatendewa na wale watu ambao wanatupenda. Na wanakutendea without your information. Hiyo, nilipoona hii, moyo wangu uliinuka. Na nikafunga mawasiliano yangu na dadi. Nikayafunga. Nikajua sasa, kama tulianzana tukiwa mtoto, saa hii mimi ni mtu mzima na ananifanyia hivi. In case akipata nimepatwa na accident, anaweza kunigonga. Sini anaweza kunigonga nikufe. Sasa nikaona niwashe mchezo. Si kumdharau, lakini niona wacha niwashe mchezo. Maisha si karata. Nikaona hapa niwashe mchezo. Sasa alipoona hiyo mambo yote imeendelea, alipokuja kufika sasa wakati wa kuondoka, aliniita na akaniita nyumbani, ananipendeleza. Si ukuje unisaidie hii kazi ya nyumbani. Unisaidie maana haya ndiye ninaona unaweza. Lakini ujue yale mambo nimejua amenitendea. Nikaona hapana, sitaki na sikuwa ninaongea.
Brethren, ninyi ambao hata mumeokoka na wale hamjaokoka, ninaongea hii maneno maana ninasikia uzito wa watu ambao tunawapenda na hawatupendi na huwezi jua. Juzi, kabla sijaenda kupeleka akina mahali kwa akina bibi yangu, nikafikiri, maana sisi wa Kikuyu, unasema ukienda kuoa ama ukienda kupeleka mahali, kwanza uende kwa akina mama yako, brothers and sister, uende ununue blanketi, uwapelekee, ama kabuti, inaitwa kabuti. Sasa ni ununue koti, kabuti ile ilikuwa inavaliwa, ama ununue na blanketi uwapelekee ili wakabariki, wakati unatoka uende ukapeleke mahali kwa akina bibi yako. Si nilienda kwa akina anko, wamebaki anko wawili, mmoja already amekufa, amebaki mmoja. Sasa sikia hii, tukashikana na bibi yangu, ninaongea kuhusu watu ambao tunawapenda na hawatupendi, na ni wenu. Nikanunua, nikaambiana na bibi, ngoja tuende tupeleke blanketi kwa maanko, maana ni wawili wamebaki. Tulienda Nyeri town, tukanunua shopping mara mbili, moja ya uko huyu na hii ingine ya uko huyu, na mmoja wako hai. Huyu ninataka kuongea habari yake, lakini siogopi, maana wakati nilimwambia nataka kwenda kupeleka mahali, nikamuita nikamwambia anipeleke, akaniambia kama miezi 2-3 hapo mbeleni, akaniambia we, lazima unipee 10,000 niweke kwa mfuko ili nitaenda kujisimamia naye huko kwa akina bibi yako. Sasa mimi ndiye ninapea anko ama yeye ndiye anafaa kunipea? Nikasema potelea. Sikia hii, sasa hii siku tunaenda kupeleka blanket inaitwa na koti, yani kwa Kikuyu tunaitaga kafuti, ile mrefu ya wazee. Sasa nilinunua, nikajua na juu siku hizi si hakuna haja ya kununua blanketi, unanunua mali ama unanunua chakula ama unanunua vitu unapeleka, alafu unabeba pesa unaweka kwa mfuko unampea. Tukaenda tukakuta anko mkubwa na anko mdogo, wote wako pale, they are brothers, na ndio wamebaki. Sisters wako kadhaa ambao sister wa mama ambao already wako, na mmoja sister nikaenda kwake na akanibariki twende. Sasa nilipoenda kwa huyu, tulinunua shopping mara mbili, moja anko mkubwa na huyu ingine anko mdogo ambaye amemfuata. Anko mkubwa alitukaribisha, anko mdogo hakuwako, lakini tukiwa kwa anko mkubwa, huyu anko mdogo wakakuja wakiwa na bibi yake, na wakakuta already tulikuwa tumepea mtoto wao ile shopping tulikuwa tumenunua. Wakafikiri wakuje kwa huyu brother yake mkubwa ambaye ni anko yangu, agarau tuongee tukiwa kwa nyumba moja. Tuliongea na ile bahasha nilikuwa naye nimeweka kwa mfuko, nikawapea kila mtu yake. Sasa hapa ndio niko, unajua kama Mkikuyu ukienda kutembea kwa mtu ukiwa mama, juu tulikuwa na bibi yangu, kuna ile shodo unabeba, ukipea huyu ambaye umetembea kwake, naye wakati wa kutoka huwa anaweka kitu halo, ili urudi naye mahali umetoka. Kwa hivyo kama nimebeba uga moja na yeye yako na avocado ama yako na plums ama na matunda ingine ama hata kama ni nini, anakuwekea kidogo, unarudi naye, chodo isirudi bure. Sasa sikia hii, ile kitu tulipeana ilikuwa substance mzuri. Huyu bibi ya anko mdogo ambaye ni auntie alituwekea avocado. I'll never forget this, maana ndio zilikuwa na kulikuwa na plums, maana kwa anko mkubwa tulielezewa tuingie kwa shamba tukate plums, na plums tutaspenda zikiwa zile zinaanza kuiva tuweke. Lakini huyu wa mdogo huyu aliingia mahali ameweka avocado zake zile kubwa na akatuwekea kwa kagunia. In fact aliweka kama almost karibu 1 debe ya avocado. Ikawa ni sawa, tukabeba, hatukuwa tumeenda na gari, tulikuwa kwa matatu. Ile kakitu tukafafurushi kazuri tumebeba, tumewekewa avocado kwa kagunia, tukatoka tunaye. Na maana hizi gari za kutoka sasa, kutoka hapo Ushago kwenda mpaka Nyeri town ni siko na space, hatukupata shida. Kwanza tukakuja tukatoa kamfuko yetu tukaigiza chini ya Nissan ya kukuja Nairobi. Ndio hiyo. Sasa tukiwa jiani tunasikia avocado zinanuka kwa gari yote. Tunashindwa. In fact sikuwa nafikiri ni zetu. Kwanza tukuje tufike gari za Kayole pale. Na nikajua Junior alikuwa amenipea. Ni auntie.
Hii ni kitu siwezi washiria kwa barabara. Hata nikaambia bibi, hatuwezi fungua hizi avocado tuangalie ni gani imeoza. Maybe aliweka moja by mistake. Wacha tukuje nazo mpaka nyumbani. Nikaambia bibi, ebu rudi kwa balcony nyuma upande wa nyuma sasa wa nyumba balcony. Uangalie ile avocado mzuri hapa na ile baya. Uangalie uone ni gani hiyo inanuka. Do you know? Katika hizo avocado moja tu ndio ilikuwa moja mzuri. Hizi zingine zime hapa juu mahali kuna kuaga na custom hii ya mwisho hii. Mahali kisho iko. Zimetolewa zote, zimeoza hapo juu, inaoza kama inchi moja ama inchi mbili juu, ni avocado ni kikubwa. Imeoza. Zote zilikuwa zimeoza. Moja tu ndio tulikata nusu ikawa lazima ikuliwe. Nilisikia uchungu nikijua ni nani amenipea. That's how our people are. We ukibarikiwa na Mungu, kaa kwako, acha mambo mingi. Kaa na watoto wako. Sikia, na ninaongea hii nikiwa na I'm a bit bitter about what I'm seeing. Watu tunaongea na hao, ninaona ile shida kubwa ambayo watu wengi wanapitia ni those people ambao mko brand moja. Wewe umeenda nchi ya nje, unaamua kununua shamba nyumbani, una trust your mother. Your mother unamtrust. Unamtumia pesa ili ukikuja upate umenunuliwa kashamba akara, una mother. Wakati unakuja unakuta hakuta kitu amenunua. Your real mother. Unaenda tena unafikiri goja nijaribu brother. Ndio hiyo. Unaenda sana unaona sasa hawa wamenishida, goja nijaribu pastor wangu. Ndio hiyo. I don't want to say trust in her, but trust God. A big number of the wale watu ambao wanalia leo kwa sababu ya mashida na watu wamezaliwa na watu wao, ni vile hamjui, hawapendi. Ni vile hujui, hawakupendi. Ni vile hawakuonyeshi. Sikia hii. Siku moja, huyu ambaye ninakwambia amenipeleka kotini. Ametupeleka kwa nyumba yangu, mahali nilikuwa ninaishi Ushago. Akakuja kunitembelea siku moja. Nilikuwa nimejitayarisha vizuri, nanunua vitu yote ya nyumba ili nitafute msichana nioe. Sikuwa nimeoa. Akakuja kunitembelea. Unajua, baada ya siku kadhaa, kwa mwisho ya sofa set mahali, nilipata akiwa ameweka dawa kiwango kama hii, Action, Turbo Seed na nini zote mpaka kiwango kama hiyo. Alafu akawa ameweka maji kidogo, anajaribu kudilute, haziishi. Sasa baada ya yeye kuondoka, nilipata kuona hiyo grass ikiwa mwisho wa sofa set, ikiwa na hizo madawa zote. Sasa nikashindwa, hizi madawa juu zimesakanywa na nikwangu, alikuwa na mpango gani? I don't know. Brethren, watu wetu, wacheni mchezo na watu wenu. If you can know the greatest enemy of you, maybe it is your brother, your sister. Na siku hizi inafika mpaka wazazi. Unapeleka bibi yako nyumbani, mama anasimama hivi anasema huyu simpendi, na inakuwa game shot. Na wewe unaonelea vizuri mama amesema namna hiyo, unafuata. No, it doesn't go like that. Mimi nisimame na bibi yangu kufa kupona. Maana most of the time tunapelekea wazazi wetu mabibi hawapendezi na wao. Ninaongea kuhusu mtu ambaye tumezaliwa na yeye. Nimetoa ushuhuda kuhusu my dad ambaye tumezaliwa na yeye. Naye unaona kama ninatoa siri zangu nje sana. Unajua ni kwa sababu nini? Nimeaoja maneno kutoka kwa watu. Wengi tunaongea nao na wengine tumekuwa nao makanisani. Unasikia the great problem ile kubwa. In fact haitoki nje ya watu wenu. Inatoka within your people. Leo hii niambie utasikia ushungu wa aina gani ukiwa umekaa mahali kama Amerika, hizi nchi za Arabu. Unajua ile baridi inawapata mkiwa hizo nchi kama Amerika juu kuna kuaga hiyo baridi. Unaifumilia. Na wengine wanasema mpaka waleo hii baridi haijawahi, sijawahi soya. Ili agarao utengeneze kitu usaidie mtu wako nyumbani. Na yule unamsaidia, anakushukia, anakudharau, anakuona tu wewe ndio hujui. Brothers and sisters, nyinyi ambao mmetoka mumeenda kutafuta mali nje. Na wale ambao mko, unajua sasa ukitoka Ushago kama mimi nimetoka Nyandarua ama Nyeri nikuje Nairobi, Mungu anibariki. Nikumbuke niko na maisha ya kuishi.
Don't waste your money with the people that doesn't respect you. Leo hii niko na 50. Watoto wangu mmoja ndio amebaki hapa anaenda shule, hao wengine wako kazi. Nianze kutengeneza mali kama sijatajirika. Angalau niweke tu hata kama ni 1,100. Nikiwa mzee niwe ninatoa shilingi 50 tunakula na bibi yangu. Nyinyi naye mmebarikiwa na Mwenyezi Mungu kupata mali mkiwa wherever. Umetoka Ushago, umekuja Nairobi, wewe naye Mwenyezi Mungu amekufungulia nchi ya Kenya, umeenda nchi za nje. Tieni pesa zenu katika akaunti na muashe mambo mingi. Hawa watu umeasha hapa nyumbani, ukigojeka wakati ulikuwa hapa juu mmejionea. Maybe uligojeka ukawa na shida fulani. Hakuna mtu alikuwa assist. Hakuna mtu alikuwa anakujua. Saa zile umeingia ndege tu umeenda nchi fulani, ndio watu wanaanza kusema mtu wetu anakuanga mahali fulani. Mtu wetu amekuanga mahali fulani. Jifundisheni na kusikia kutoka kwa wengine. Mtu anatuma pesa kwa mama. Wacha na sasa brother. Anakuja hapa anatua Jomo Kenyatta akiwa anajua anaenda kufungua nyumba yake, anaenda kuishi kwake, anakuta mpaka foundation haijawahi tengenezwa. Na hii inaanzia juu inakuja chini. Nimejionea hapa. Mhubiri anaitwa Marvin Gorman wa kutoka Amerika. Ameshika mhubiri hapa Nairobi. Wamekubaliana anunue plot mahali, ilikuwa sijui ni eka 5. Wajenge nyumba ya ghorofa 8. Marvin Gorman inafanywa kanisa chini, kuna nyumba za maombi na kuna nyumba za biashara. Marvin Gorman akatoa hizo pesa za kujenga hiyo kanisa yote ikaisha. Nimejionea hapa Kenya. Sasa wakati inasemekana imeisha, Marvin Gorman unajua yule aliongea maneno ni mtoto wa huyu mhubiri ninaongea habari yake. Na simtaji. Marvin Gorman alikuja Kenya, akuje afugue hiyo institution kubwa ametengeneza na hizo pesa zote without information. Yule ambaye walikuwa anashikana na yeye, na yeye aliingia ndege tu akapitana hewani akienda Amerika. Hakuna kitu, paka mziki yenyewe haikuwa imeshibwa. Ni ile kitu ilikuwa imekaa tu kwa hiyo kanisa, maana ni mahali ninajua. Ni design ya vile hiyo nyumba inafaa kuwa. Na ndio iko mpaka wa leo. Alafu unaniambia hii shida mingi tuko naye ni gani? Huyo mhubiri. Na hiyo ndio kiwango tumefika wahubiri wetu Kenya. Hatuaminiki juu ya uongo mwingi. Why? Hiyo wahubiri leo. Sitaki kuongea hiyo. Nimeongea juu ya huyo. Maana yeye ni mtumishi wa Mungu na ni mzee. Unakula pesa yote, hata angalau kujenga foundation. Angalau kanisa smart uwe unahubiri. Marvin Gorman alikuja akajaribu akaulisia akakuta hakuna kitu, hata foundation haijajengwa. Why this? Sikiani nyinyi hii tunaongea na nyinyi, maana nyinyi ni watu wangu katika mitandao na watu wetu ambao tunaenda mbinguni. Na kwa wale ambao hawajaokoka, kujeni tuokoke twende. Hear this. Wewe ambao umeokoka in 5 continents of the world. Kama umeokoka na mahali huko hakuna kuage makanisa. Unajua ilikuwa imefungwa juu ya hii kitu tunaita COVID. Kenya makanisa imerudi, hakuna shida kwetu. Makanisa imerudi. Kwani kama hakuna, fungua nyumbani kwako the issue ya kuwa unapatiki Holy Communion. Maana Holy Communion ukipatiki inasukumanga na zingine ndani yako. Nasikia hii. Wakati umeshukua, washa niseme raibina ama grapes juu hizo ziko. Ukiinua tu hivi juu zaidi ya kichwa yako hivi, uambie Mwenyezi Mungu ninakushukuru kwa sababu ya hii. I'll partake it as Holy Communion. Maana Biblia inatuelezea tuinue juu na tushukuru kwa Mwenyezi Mungu. Naye Mwenyezi Mungu huwa anashika hiyo kitu umeshika, anaweka power in it ili ikamilike. Ndio tunaelezewa tuinue juu na tushukuru Mwenyezi Mungu. The moment you partake the Holy Communion, na the moment you partake the body of Christ, ukiziinua mbele ya Mwenyezi Mungu hivi juu ya kichwa yako hivi, naye Mwenyezi Kristo huwa anashikilia kutoka juu, anaweka mkono yake hapo na anabariki na anaashiria the blood and the power of the name of Jesus. Body and the blood zote anasimake life. Kama mahali huko hamna kanisa unaendanga, fungua hii kwa nyumba yako. Hata kama utapatiki ukiwa peke yako,
no Kristo iko. Uko na authority ya kufanya hivyo. Maana sometimes unaweza sema utakuja kupatiki ukikuja nyumbani. Do it regularly. Na hii umeinua mbele ya Mwenyezi Mungu. Yeye naye huwa anaiguza na anaifanya iwe as according to the will of Jesus. The moment you partake, kuna dhambi zingine ambazo si za kuombewa. Mtu anakasirika hajui maana yake. Kuna watu wengine wanasikiaga tu saa yote anasikia kulia na hajui sababu ni nini. Anasikiaga tu saa yote, hata mahali amekaa tu akiwa amepumzika akiwa amefurahi anasikiaga kulia. Mambo ingine ambayo huelewi kama maisha yako inasukumwa na Holy Communion, inasukumwa nje. Kitu ingine ni hii. Fungua madhabahu kwa nyumba yako. Ujue, maana nyumba nyingi tunakaa ni za kukodisha. Jua kuna sehemu fulani, maybe unaweza weka mesa mahali pale, ama sitting mahali muko. Hapo sitting, ujue kuna mesa ama kuna ile kitu iko. Muiwekelee mikono, ama utafute mtu mwingine ambaye ameokoka kama wewe. Mkubaliane, maana wahubiri maybe sehemu zingine muko, hakuna makanisa haiendelei, mnaenda online. You agree together. Muwekelee kama ni mesa iko ndani ya nyumba. Muashirie hapo, mseme Mwenyezi Mungu, leo hii nimefungua hii sehemu ikiwa madhabahu ya nyumbani, mahali at a point of interest. Unakaribisha Yesu Kristo mahali pale. Anakuja wakati umeingia kwa maombi, anakuja ama anasimama ama anajidhirisha kufungua madhabahu ya nyumbani. Daudi, halo, kuna mahali tunaelezewa na maandiko, alikuwa anaenda mahali kwa gorofa, kwa dirisha fulani, akiwa ameelekeza uso wake nje, anaanza kuomba. Watu walikuwa wanamjua wengi kwa hiyo kijiji yao, akiwa katika hiyo kadirisha na kanyumba akiomba. I believe hapo hakukuwa sitting room, hakukuwa bedroom, maana yeye alikuwa tajiri na maybe nyumba ilikuwa yake. Kuna kasehemu alikuwa ametenga, anaenda. Tutengeneze madhabahu ya nyumbani. Na kama uko na mhubiri Kenya ambaye unamwamini, maana ninajua unaweza fikiwa na hii video na ufikirie kuamua, upigie mhubiri wako simu, umwambie katika simu mkiongea na yeye, umwambie nataka unifungulie madhabahu ya nyumbani. Ukiwa umeshikilia simu, yeye apitishe maombi kwa simu, na yeye ushikilie mahali unataka pale center of interest ya madhabahu ya nyumbani, aashirie hizo nguvu na mamlaka ambayo amepewa, ufungue madhabahu ya kinyumbani. Hayo madhabahu yana maana ni mahali unaingia na unapatenga, unasema hii sehemu nimeitenga kwa sababu ya sehemu hii. Kuna wengine wako na rumu moja, maybe utaamua mahali ni kwa kona fulani, lakini utasaidiwa na Mungu. Kama Daudi alikuwa naye mahali alikuwa anaenda kuabudu akiwa juu, watu walikuwa wanamuona, alikuwa anaenda hapo safari 3 kwa siku. Na sisi tutengeneze madhabahu yetu. Hiyo ninakwambia kwa sababu ninajua nimesaidiwa na Mwenyezi Mungu. Madhabahu ya nyumbani, partaking Holy Communion. Well alone, let it be. Unaweza fikiria, uongee na mhubiri wako ambaye unamwamini, mpigie simu, weka ile grits, hata kama ni glasi 4 ama chupa moja, na mkate. Tusitengeneze ile iko na dawa ya chafia. Inaitwa dawa ya nini? Ya kufura ile. Inatakika kama inatakikana tutengeneze kitu kama chapo. Ujue sasa, niko na mhubiri ambaye ninamwamini, ninashukua simu, unampigia, mnaongea na yeye. Wakati mnaongea na yeye, anakuambia inua hiyo kama utakuwa umenunua raibina ama ile grips ama nini, inue juu on behalf ya yeye, muingie kwa agreement. Katika maombi kwa simu, unainua juu wewe ukiwa bali na karibu, unaiweka mbele ya Mwenyezi Mungu. Mhubiri wako kupitia simu anakuongoza na maombi, unainua juu, inakuwa ya kubarikiwa.
unajua hii Holy Communion imekuwa anointed, imekuwa Kristo ndani yake, na inakuwa ni kama chupa moja, unaiweka kando. Si watu naonanga wanaweka mpaka, kama sasa ninaona hapa kwangu kuna Fanta imewekwa kwa mesa na inawekwa saa zingine kwa friji inakaa hapo. Unajua hiyo imeombewa na mhubiri through phone. Kama wewe unajua huna mamlaka, alafu unaiweka mahali kwa nyumba, utakuwa unashukua, unainua tu, unashukuru Mungu, unasema hii iwe starting point. Kama ni madhabahu ya nyumbani, iwe sawa sawa, mhubiri ambaye unamwamini, mnaendelea. Maana ina maana hii kupatake. Inasukumanga dhambi zingine kama hasira, dhambi zingine kama kutamani. Na niwaambie hivi, ukiangalia mwanaume ama mwanamke ama kitu kingine ambayo unatamani na macho yako, maybe mtu wako na gari mzuri, ukiona tu uone inakuletea makukwasa, uko na ruhusa ya kuangalia uone, hutaki kurudi kwa majaribu, usiangalie tena. Usiangalie tena. Kama unakutana na gari ya mtu umene mzuri na ujue ni kutamani si mzuri, ukiangalia tu uone ndio hiyo na uone, usirudishe macho hapo. Ukikutana na mtu tuseme kama mimi mwanaume ama mwanamke, ukutane na mwanaume uone kifua yake imejaza vizuri, baada ya kurudisha jicho mara ya pili uanze kumeditate, ukiona tu by mistake angalia upande mwingine, and you decide not kuangalia hapo. Hiyo ni decision una make it. Sasa wewe unaona alafu unarudisha tena macho hapo tena na tena unaangalia. Hapana, usiangalie, angalia kwingine paka mpitane. You can make it. Mambo ingine ni decision, si maombi. Hii Holy Communion inasukuma dhambi zingine ndani yetu pole pole, ambazo hata tukiomba hasiondoki, kama hasira. Haro. Hii nikimaliza, kuna mtu ameniambia niongee kidogo kuhusu ilikuwaje Holy ama kanisa la Kristo kuwa Mwenyezi Mungu alikuwa amenena kuhusu wamama na decoration ama ile cutex na nini maurembo hiyo. Na nitarudia tena, ukijazwa na Roho Mtakatifu na Mwenyezi Mungu akufanye kazi ya kufanya, akupee kazi ya kufanya katika presence yake, ninaongea na wewe, most of the time utafarakana na Mwenyezi Mungu ukiwa umejipakanisha mavitu vingine. Kuna mama ninajua alichomwa vidole hizi na moto akiwa kanisani, zote zikashomwa mahali pote alikuwa na rangi, zikashomwa paka yeye anasikia anashomeka, anashindwa na nini. Akifika nyumbani zote zilikuwa zimeshomeka, within 3 days zilianza kuonekana. Leo hii hapaki. Tukiwa Kristo, wakati tulikuwa tunaenda pale Charter Hall, kulikuwa wahubiri akina Dea, kuna mhubiri alikuwa anaitwa Ayero na wengine kadhaa. Kuna ile Kristo alikuwa ameshukua Charter Hall pale City Hall. Charter Hall iko kando moja hapo. Nilikuja kutembea nikiwa nimetoka Nakuru. Kristo ya Nakuru town ilikuwa Carnation. Sasa nilikuwa kijana tu. Nilikuja mahali pale nikashiriki hiyo service ya saa 7, na kulikuwa na mhubiri alikuwa ameitwa kutoka, sijui nakumbuka huyo mhubiri alikuwa nani. Kulikuwa na mgeni ambaye alikuwa amekuja. Nilipoingia nikakaa nyuma, ikawa watu wengi wamekaa mbele, wale ambao ni wa Capital City. Sasa na mimi nilikuwa, juu mimi ni kijana, nilikuwa tu muoga kiasi, nilikuwa napenda kufunga bow tie. Nikiwa nimeketi pale nyuma, nikafunguliwa macho na Roho Mtakatifu akaniambia, Dongo, jiangalilie hii. Hawa watu wote unaona hapa, hebu nikuonyeshe kitu ambao nimejaribu kuelezea individually in this ministry of Kristo Fellowship. Kristo alinielezea, amejaribu kuwaelezea wale ambao anataka kuwatumia kwa platform kuanzia deacon na kwenda juu. Sasa nikauliza, why, what? Akaniambia, nimenena na wengi katika hii ministry, wale ambao kiwango ya kufika deacon na kuendelea juu wawashane na makeup. Mimi sikujua maana yake. Sasa ile kitu ilifanyika, Roho Mtakatifu aliniwezesha nikiwa nimeketi, akaniinua juu kiasi tu juu ya watu wengine. Akaniambia, angalia kila mmoja ambaye amepaka nywele dye, uone ni nini inatoka juu yake.
Unajua wakati mmeketi, watu wote wameketi, wa brothers and sisters, nilianza kuona moshi, ni kama moshi inatoka juu yao, na wale wanaume ambao wanafanya dye, wale wanaume wanafanya dye kwa nywele zao. Kuna wale ambao wanaume na ni wazee wamefanya cutex lakini ile clear. Nilianza kuona kila mahali ambako kuko na hizi chemicals kunatoka ni kama moshi ya blue. Nikauliza maana ya hii. Si Roho Mtakatifu, Biblia inanielezea wakati mitume walikuwa pamoja pale wakiwa wamengojea Yesu Kristo abatize na Roho Mtakatifu, ilishuka kama frame alafu ikaingia ndani yao. Sasa hapa ndio Roho Mtakatifu akaniambia hapana, hii si yoyo. Mungu kulingana na point of interest yake kuona, anaona kila mahali kuna kitu ambayo si ya kawaida kwa mwili imepakwa, kuna toka moshi, ni kama kushomeka, kuna shomeka. Akaniambia I don't like this. Na nimeongea at a point of individually na watu wengi kwa hii ministry. Sasa sikuelewa na singejua niambie nani, nilinyamasia hapo. Na akaniambia mpango yangu nikianza hii ministry hii kutoka kwa apostle, nilikuwa nataka kuleta revival nchini na waende wahubiri the whole world, lakini ninaongea nao at a point of individually, hawanisikii. Nikipea mtu warning leo, anaenda anauliza huyo mwingine ambaye ako juu yake, anaelezewa hizo ni doto tu. Hasikuwa doto. Mkijitokeza nyinyi ambaye mnaniambia niongee habari ya Kristo leo, wengi wenu mliongeleshwa na Mwenyezi Mungu, mnaenda kwa mamlaka iliyo ya juu, mnaelezewa hapana, ngoja tuombe kuhusu hilo jambo, na unaignore. Mwenyezi Mungu akikupea warning mara moja, harudiagi ya pili. Kama itakuja ya pili atakuwa ametuma mtu mwingine. Wengi mlinenewa na Mwenyezi Mungu at a point of individually, lakini mkaona ni doto tu, na mkaputilia hiyo jambo, mkaweka your understanding a bit above than vile mlikuwa mnanenewa na Mwenyezi Mungu. Sasa mkiulizana, hilo swali likiulizwa, mnaelezwa mwanamke anafaa kujirebesha, na ninakubali hiyo. Lakini kuna wale ambao mlinenewa na Mwenyezi Mungu individually, na mlikuwa mmebeba usito wa anointing katika hii ministry, wengi mkapuuza. Wewe ambaye unaniambia niongee kuhusu hili, maybe hata labda mmoja wawili wenu waliongeleshwa hili jambo, mkaona asifu ni kama mchezo. Haikuwa mchezo. Mungu alikuwa anaongea na nyinyi individually. Na ninaliongea maana mimi nilionyeshwa na nikaelezewa, this is a reason I don't like this. Nikipea mtu warning leo akose kusikia, ninanyamaza, na nikiona amezidi hataki kuniuliza jia, anyamaze namna hiyo. Ninamtumia manabii aongee word of knowledge ama prophecy. Nikiona habadiliki, huwa ninanyamaza pole, ninamuondokea. Na ninamwasha namna hiyo, na ninashukua mwingine ambaye ni available na anakubali. Brothers and sisters, hii ninaliongea maana Mungu alinisaidia. Nasikia hii kabla sijajoin Kristo Nakuru, Bishop Kambo, by then he was Pastor Kambo, mimi nilikuwa wale watu nikikaa kwa tauni moja miezi 6, nimeajiriwa kazi, nilikuwa ninaamuka siku moja ninaenda. Ade hapa ndio nina respect mamlaka. The wife of Bishop Kambo ambaye ako leo, sitasahau, alinijua nikiwa pale kanisani vile sikuwa ninajua ananijua. Siku moja outside Carnation Hotel opposite hapo, tukakutana na yeye, nikamsalimia nikiwa amefurahi na nikiwa nimefurahi. Madam, God bless you. Alinisalimia, Bwana asifiwe, na akarudi hatua moja nyuma. Akaniuliza, Dungu, kwa nini unaishi maisha ya kuhamahama? I will never forget that. And for your information, Bikabo, ulinisaidia sana. Uliniuliza, kwa nini unapenda maisha ya kuhamahama? Aliona in the spirit, maana hakuwa ananijua sana, although nilikuwa ninakuja kanisa pale. Akaniambia hivi, ningelipenda hii maisha ambayo unakaa ya kuhamahama ya kutoke, na ningelipenda hii spirit ikuondoke. In fact, unajua mimi nikiwa kijana wakati huo, naye madam akiwa wa pastor wakati huo, niliona
nilifurahi kuniongelesha. In fact, alisimama akarudi hatua moja nyuma akaniuliza swali. Nikamwambia hata mimi sijuangi. Akaniambia fanya hivi. Kuna semina inakuja hapa ya wiki moja. Wiki 3. Na kuna mtu anaitwa Mukadi Enikaniaki. Watakuwa na semina hapa. Ningelipenda ukuje kila siku jioni kwa muda wa wiki 3 ufundishwe mafundisho na deliverance slowly mpaka ukutokwe hiyo spirit ikutoke. Nilitii na hujui vile ulinisaidia. Maybe uliongea na ukaniasha na nikafuatilia na nilikuja. Hizo wiki 3 tulikuwa tunahubiriwa kutoka saa 9. Yaani Mukadi Enikaniaki waligawana huyu saa 9 mpaka saa hivyo na wanatuombea. Deliverance hiyo shida nilikuwa naye. Nilifanywa counseling deliverance ya wiki 3 na hiyo spirit ikanitoka. Na nilipotoka hapo nilikuja hapa Nairobi. Sijawahi toka na nilikuja na nguo. God bless you. Hii ninaongea kwa sababu ya wale watu ambao wamekuwa usaidizi kwa maisha yangu. Crisco Fellowship and Pastor Kambo. Salute you. Na leo hii ninanena. Tulikuwa tunafundishwa na Bishop na by then Pastor Kambo about revival. Ambayo saa hii inainuka nchini Kenya. Na inaenda. Na wewe ambaye umepewa kazi na Mwenyezi Mungu, somehow somewhere in this ministry, shikilia vizuri na ukae vizuri na utende. Maana Mwenyezi Mungu akikwambia ufanye ukose kufanya, hakutupi lakini anakunyamazia. Hapo ndio unaona mashida ingine zinakufuata, unashindwa zinatokaga wapi. Kitu ingine, kuna mambo ambayo umeyapitia wewe, umejiingiza kwa mambo ingine ya kishetani pole ambayo haihitaji deliverance ya one day, inahitaji mpaka miezi 3. Deliverance pole mpaka itoke. Hiyo yangu na kuhamahama ambayo Bikabo aliiona ilishukua wiki 3 kabla itolewe kwangu. Na mimi nilikuwa ninaingia kwa makanisa nikijua ninaombewa siku moja ishe. Kuna inachukua muda kabla haijatoka, unafundishwa pole mpaka ifike uombewe huyo bila mwisho iishe. Tangu nilipotoka Nakuru siku hiyo nimekuwa Nairobi, and God bless, awabariki nyinyi nyote ambaye mlisaidiwa na Mungu kunifikisha mahali pale. Maana nimekuja na nimeona mkono wa Bwana. Mungu awabariki. Hayo mambo yote nimeyanena, yafikirieni. Na msipende kukimbia kwa wahubiri kila saa yote kuwekelewa mikono. Endeni pole watu wengu. Hawa wahubiri mnaona wanawekelea mikono, wako na mamlaka. Na ukiwekewa mafuta hii uwekelewe mkono na huyu na huyu na huyu na huyu na huyu. Unabeba mafuta ya mamlaka ya watu 10 ndani yako. Unaanza kutembea ukiwa miguu inauma. Si kupenda. Maana umebeba uzito mwingine na ni wewe unajipeleka. Tuwe pole. Mahali umeitwa, simama hapo. God bless you. Na Mungu asaidie hii. Pedeni kusoma maandiko watu wetu. Pedeni kusoma maandiko. Pedeni kusoma maandiko. Watu hawasomi maandiko. Ndio unaona kila wingura mafunzo likikuja wote wanakimbia huko. Sasa angalia Wakikuyu namba kubwa, nisirudie hii ya Wakikuyu, si Wakikuyu. Watu wanarudi kwa dini zao za kisamani. Ni kutosoma maandiko sawa. Someni maandiko na mtabarikiwa. God bless you. God bless you. God bless you. Na nyinyi ambaye mmesimama na mimi, ukituma tu bego, hata kama ni 50 bob, niandikie ka message hapo. Agarau ka message na nitarudisha, hata kama ni 50 bob umenipea. Hata kama ni message tu niandikie uniambie so and so. Ukituma bego, ukituma kitu, hata kama ni airtime, niandikie tu ka message kadogo hapo tu. Maana I'm supposed to say thank you. Maana kusimama na mtu kufikiria. Si ninajijua, mimi si mhubiri. Na mimi si nimekaa nimeokoka. Unafikiri inakuwaga kitu rahisi kutoa fungu la 10, mtu amekupea 10,000 unatoa shilingi 1,000? Unafikiri inakuwa kitu rahisi? Inahitaji mkono wa Mungu. Halo, na especially zikizidi. Unasikia Mungu siku hizi anakupea 1,100 kwa kazi yako. Mtu anaonaga nitatoa sitoi. Kutoa hivi
shilingi 100 ama 50 ama 200 ama 1000 unaweka kwa akaunti ya mtu ambaye anakuambia twende biguni, inahitaji mkono wa Mungu. Ukitoa ubarikiwe sana na Mungu, lakini niandikie ka message hapo nyuma na uniambie so and so only, let me, wacha mimi nibaki na mzigo wa kuandikia wewe ka message ama kureply, uniashirie hiyo moto inishome ndani yangu. Maana kila kitu ambayo unapata kutoka kwa mtu you are supposed to say thank you. Hata wale wazimu unakutana naye unampea pisi ya mkate anakuambia thank you very much, thank you very much. This attitude ya kutokuwa na kushukuru sometimes inatufanya Mwenyezi Mungu kufarakana na sisi. I salute you all. I'm Evangelist Martin Ndungu. Namba ya simu, maana nimekuja kujua watu wengine hawasomagi comment hapo chini, ya Safaricom ni 0721 735 498. Hiyo ni Safaricom. Kuna namba ya WhatsApp 0774 297 055 0774 297 055. God bless you. Baba, katika jina la Yesu na kuomba utubariki kwa pamoja. I bless mwenye kunisikiza, na ninaakisha moto wa Yesu Kristo katika hii moyo wa huyu ambaye ananisikiza. Naakisha moto wako na Kristo, tembelea hii nyumba, tembelea hii nafsi. I bless them and I cover them all with the blood of Jesus. I cover you with the power of the name of Jesus. I cover you with the fire of the power of the name of Jesus. Na ninaitisha peace in you. Kwa nyinyi ambaye mumekuwa msaada kwa hii platform, I bless you. Na Mungu awafanyie mambo ya ajabu, awalinde. Na katika jina la Yesu Kristo, chochote kibaya ambacho kinaweza haribu mali yako, katika jina la Yesu Kristo ninakiondoa kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo ambaye amenipea hii mamlaka. In Jesus mighty name nimeshukuru na ninaomba hayo katika jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. God bless you. God bless you. God bless you. Shalom in Jesus name.